Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu Waislamu, safari hii Waislamu tunaelekea mwezi mkutufu wa Ramadhani, lakini bado nyumba zetu sina watoto wa zinaa. Waislamu sasa hivi imekuwa ni kawaida ya wanawake kunywa pombe. Zamani ilikuwa mwanamke akinywa pombe anaonekana yeye ndo malaya ya mwisho kabisa, lakini dada zetu, mashangazi zetu, mama zetu wakubwa na wadogo wamekuwa wanalewa, hasa katika miji ya mijini wamekuwa walevi. Kama Sardalamu ilikuwa ni Daru Islam, lakini ukienda Sardalamu basi imejaa nyumba baada ya nyumba. Waislamu wameuza nyumba zao, wameusia watu wa kuusia pombe. Nyumba zetu zimejaa watoto wa zinaa, nyumba zetu zimejaa wasinifu. Yani Muislamu anapangisha shoga, Muislamu anapangisha mtu ambaye yeye ana mtoto wa kiume, alafu kuna mtoto ya kiume ambaye anafanywa kinyume na maumbile. Muislamu anapangisha hiyo mtu. Muislamu anapangisha nyumba yake, anauza iende kangeteneswe ba. Muislamu huyo leo hii anaenda kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Jamani, kwa ambao tumeshafanya hiyo mistake, tutubu. Na wengine ambao bado mna nyumba zenu, msiusie nyumba zenu zikafanywa vilabu vya pombe, msiusie nyumba zenu zikafanywa sehemu ya kupeleka mashoga na wasenge na wasagaji. Waislamu safari hii mmekuwa dhaifu, Waislamu walevi, Waislamu wa kaumu huyu wamekuwa wasinifu. Mtu ana mtoto wake nyumbani, lakini mtoto wake anasiniwa, anarudi na mimba, akasiriki. Kila mtaa mtoto ana mimba, mtoto ndogo ana mimba, watu wana mimba za hawaolewi. Waislamu tujirekebishe, dunia ameisha hii. Twende tukiwa mwezi wa Ramadhani, tutubu na tutabatan nasuha, ili Mwenyezi Mungu atusamee na tusifanye maasi. Tusikubali watoto wetu wasiniwe, tusikubali kabisa tukawa sisi ni wale watu ambao tunasini kiasi kwamba tunatembea hali ya kweli itakuwa tuwe tumepigwa mawe tukafa, sababu tunasini katika ndoa zetu. Wanawake wanasini katika ndoa zao. A'udhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atusamee.